ulikuja duniani kufanya nini? Haukuja duniani kuzurula. 25% watu wanaoweka malengo ndani ya wiki 2 wanaachana nayo. Kuna watu wanaamka asubuhi na mapema, anaenda kazini, anarudi jioni, mwaka unaisha, mwaka wa pili unaisha, lakini ukimuuliza where are you going, they can't give you an answer. Ni lazima kuwa na malengo. Unaweza kusema sio lazima, lakini muhimu. Kwanza inakuonyesha vipaumbele vya maisha yako. Na katika kufuatilia watu wengi, kuna mambo 5 ambayo nimeyagundua yanaweza kukufanya kabisa ushindwe kutimiza malengo yako kabisa, na ukaondoka hapa duniani ukiwa unajijutia. Kwa sababu unapokuwa na malengo mengi unatapanya nguvu. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza focus. Wishes will not take you anywhere. Only goals can take you where you want to be. Funguo za kuharakisha kutimiza maono yako. Kwa hiyo ninachokizungumza nimekitest. Kwa sababu hela unazipataje? Hela kwenye maisha unazipata pale ambapo watu wana shida, afu wanataja jina lako. Ukiona jina lako alitajwa, yani kwa mfano unataka kutumemka asubuhi mpaka jioni, hakuna mtu ametaja jina lako isipokuwa tu wanaokudai. Maana yake wewe utachelewa sana kupata fursa za kutengeneza pesa. Kama hauna malengo, huwezi kujua unaelekea wapi, na hutajua kama umefika ambako unaelekea. Kuna vitu 4 unaweza ukavitumia, tunaziita factors. Factor 4 zikikamilika hizo katika malengo yako, basi uwezekano wa malengo yako kufanikiwa ni mkubwa sana. Ndio maana nataka unisikilize vizuri kwa makini. Nguvu ya malengo haiko kwenye lile lengo lenyewe. Liko kwenye tabia zile zinazotengenezwa na wewe unavyotaka kutimiza yale malengo. Ambacho kinawasababisha watu wengi sana wasitimize malengo yao ni kwamba hawana mfumo wa uwajibikaji. Yaani wewe unakuwa na malengo yako peke yako mfukoni, hakuna anayejua. Lakini cha pili ni kuambatana na watu wasio sahihi. Na kutokuwa sahihi haimaanishi mtu mbaya. Ni kwamba kwa wakati huo kwenye malengo yangu huyo mtu sahihi. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Kwa nini nazungumza kuhusiana na malengo? Kwa sababu miaka michache iliyopita nilitake interest kuhusiana na watu waliofanikiwa kwenye maisha. Nikawa najiuliza inakuwaje watu wanazaliwa kwenye familia moja, lakini baada ya muda wengine wanafanikiwa, wengine hawafanikiwi. Inakuwaje watu wanasoma kozi moja, ukienda kwenye kila field kuna watu wamefanikiwa na kuna watu wamefeli. Ukizungumza biashara, leo unaweza ukawa excited ukatuambia biashara ya kulima matikiti, lakini kuna mtu hataki kusikia biashara matikiti kwa sababu amewahi kupata hasara. Kwa hiyo kinachofanikisha sio kile tunachokifanya, tunachofanikisha ni vile tulivyo. Bila malengo maana yake ni kwamba hakuna unakoelekea kwenye maisha. Mtu mmoja alisema if you don't have goals, everywhere you are will look like it. Hicho kitu hakitajitokeza chenyewe mpaka umeweka malengo ya kuwa vile unavyotaka. Wishes will not take you anywhere. Only goals can take you where you want to be. So kuna watu wengi sana wana wish from January to December, wanaishi kwenye wish. Natamani ningefanya hivi, natamani ningefanya hivi. No. Hauwezi kuwa great kwa kutamani. Unakuwa great kwa kuweka goals. People want to believe your dream and you don't have to wait for people to believe on your dream for you to start. Start and then they will believe that it can be done. Goals becomes real when you follow them. Number 1, I want to let you know kwamba kuna 4 goals of your life which can transform your life. Na nazungumza also from my own experience kwamba zimenisaidia mimi katika maisha yangu. Cha kwanza, goal ya kwanza, make it your personal goal to discover your life purpose. Discover your life purpose. Watu wengi sana wanaishi bila kujua wao ni nani. Wanaishi bila kujua wanakwenda wapi. Wanaishi bila kujua wana uwezo wa kufanya jambo gani. Na the worst thing in the world right now ni kwamba education system inatushape wote tuwe kama inavyotaka, sio kama vile tulivyoumbwa. One of the challenge you can have in your life is to forsake your profession and start living your passion and your vision. Hakuna mtu amezaliwa bila kitu. Hata kama usingeenda shule. In fact, wakati Mungu anaomba dunia, shule hazikuwepo. Kwa Mungu alijua kuna watu wanaweza wakasurvive bila shule. Alijua. Ulikuja duniani kufanya nini? Haukuja duniani kuzurula. Kuna watu wanaamka asubuhi na mapema, anaenda kazini, anarudi jioni, anaenda kazini, anarudi jioni, mwaka unaisha, mwaka wa pili unaisha, lakini ukimuuliza where are you going, they can't give you an answer. Hawajui. Kuna watu wako katika vifungo, hawafahamu wanataka nini duniani, hawafahamu wanafanya nini. The first goal of your life is not to get PhD. It's good if you get PhD. It's not to get a degree. Train your kids,
train yourself, my son, my daughter, I want you to discover why God created you. Kwa sababu Mungu alichokuumbia, you do it with passion, with ease, with success. The bird doesn't struggle to fly because it was created to that. Asema imagine wewe umeumbwa uwe swala, alafu unataka kuishi kama samaki. You don't need anybody to kill you. It will be a suicide. You'll commit suicide for yourself. Leo kimtoa samaki naambia watu kwenye maji ukamweka hapa ardhini, you don't have to pray for the fish to be killed. Unamweka tu pale anakufa. Some of you have got wonderful talents in your life. You have got power in you. Una purpose kubwa kwenye maisha yenu, lakini you are created to become a fish, lakini unajaribu kuishi kama pundamilia. So unasema mimi sijui kwa nini mambo haendi. It's because you're in the wrong place. There are many people are dying with their potential because they're in the wrong place. Sio kwamba hawana kitu ndani yao. Kuna kitabu John Maxwell ameandika kinaitwa Talent is Never Enough. Unaweza ukawa na talent, unaweza ukawa na kila kitu, but if you are wrongly misplaced, wrong placed, you are not going to get anywhere. Discover your life purpose. Goal number 1. Don't live with this life. Unakaa tu unaishi lakini you don't know where you're going. You won't make an impact. If you want to be a speaker, if you want to be a business person, what is my purpose? After all, God works best with you when you are in your purpose. So you can imitate other people, but it won't last long. You won't get far. Goal number 1, discover your purpose. Goal number 2, maximize your potential. Having a purpose is one thing. Kuna watu wana talent, lakini hawa sharpen talent zao. It won't happen easy. Tumeambiwa hapa na speakers wengine. How do you sharpen your talent? First, in your practice. Create growth plan. Create growth plan. Hakuna kitu kinakuja overnight. Create your own growth plan. Kuna watu wanataka tu wa move faster. You know, the faster you go, the impact of your fall becomes so big. Na hapa nataka niseme neno moja very important. Mentors are very important for your life. Na hiyo culture ambayo tumeizoea wa Tanzania. Ukiambia watu waelewe wanachukulia tu cheap. So create your growth plan. Growth plan, how do you create it? Angalia areas of your strength and then know your areas of weakness. So what do? Learn about it. So in your growth plan, angalia zile skill ambazo ni important kwako wewe ili kuweza kufanikiwa. Kwa create your growth plan. Au uwe na goal kwamba mimi baada ya muda fulani nataka niwe nimefika hapa, nataka niwe nimefanya hivi. Utaanza kama amateur, lakini baadaye utakuwa professional, utaanza kwenye vyuo, baadaye utaenda corporate utakutafuta, but you have to create your own plan to get there. Number 4, be valuable. Jim Rohn alisema, we are not paid because of the time we spend. We are paid because of the value we bring in the marketplace. Ndio maana wachezaji wote wanacheza dakika 90, lakini akina Ronaldo, akina Messi wanalipwa pesa nyingi kuliko wachezaji wengine. It is not because of the time. It's because of the value that you bring in the time that you spend. So decide to be valuable. Na hapa kuna mambo machache I want to emphasize. Whatever you are doing, your focus should not to become famous. Your focus is to make an impact. Now, young people, listen to me. Tuko kwenye wave ya kila mtu anataka kuwa celebrity. Tuko kwenye wave ya kila mtu anataka kuwa famous. Matokeo yake wanakosea kila siku and you feel sorry for them. Watu hata kutafuta wewe kwa sababu ni famous. No. There are people who are famous for the wrong reasons. Ndio maana ukutatu anafanya vitu vya ajabu ajabu kwa sababu anataka nijulikane. No. Your passion, your focus, your goal should not be to be known. Your goal is to impact lives of people. If you have the goal of impacting the lives of people, being famous is a product. You don't have to shout for it. Kuna watu mnatoka mtaa mmoja mnaenda kunyoa, saluni iko mbali na mtaa wetu, na pale kuna saluni nzuri sana. Why? Because there's something we have identified in that place. Be relevant. Bring value in the marketplace. Bring value in what you're doing. If you bring value, people will know you are valuable. You don't have to shout for yourself. The other thing I want to say there, being valuable is all about contribution. It's not about position. It's about contribution. Sometimes people won't give you,
position. Sometimes people will refuse to recognize you literally. Watakwambia wewe amna, wewe maneno tu, hatukutaki hapa. But listen to me, people can deny you as a person, but they can't deny your impact. People can hate you as a person, but I'm telling you, your impact will force them to accept you. Lastly, plan number 5, create your unique identity. Create your unique identity. One of the big mistakes you can make in life is to try to become like everyone. Ukisikia unaimba, mtu akasema huyu anaimba kama mwanamuziki fulani, sio sifa, manake you have lost your identity. Create your own identity. Let your name represent something. How do you get money? Ni pale watu wanapodiscuss, tunahitaji mtu wa kutufundisha malengo na plan, and your name comes first. That's how you make money. But if wakizungumza wasema yule tunamjua lakini hatuelewaga anaongeaga nini, you have missed the opportunity. Ukweli ni kwamba ubongo wetu ulivyo umeumbwa kuishi kiolela. Ubongo ulivyoumbwa umeumbwa kuishi kiolela, haupendi mipangilio. Kwa ili uwe na mipangilio lazima kuwe na nguvu ya ziada ya kufanya ubongo uwe na mpangilio. Ndio maana mtoto unamuonaga anachafua kila kitu kwa sababu tunapozaliwa ubongo wetu haujaishi kwa mipangilio. Kwa swala kuwa na mpangilio kwenye maisha ni vita moja kubwa mno kwenye maisha ya mtu binafsi. Haiwezi kutokea kwa muda mfupi na haiwezi kutokea bila kudhamiria kufanya. Sasa moja ya tatizo ni kwamba watu wengi hatulipi uzito hili jambo, kwa sababu tunaliona kama sio jambo la muhimu na la msingi. Na nitatoa baadhi ya takwimu. Kwa mfano, ikifika kwenye swala kuweka malengo tu, tafiti zinaonyesha kwamba ni 3% ya watu ndio wako serious kupanga malengo kwenye maisha yao. Kutimiza kupanga? Kupanga. 3%. Na huo ni utafiti ulifanyika na Harvard University. Okay? Na walichukuliwa wanafunzi waliomaliza business school Harvard. Sasa tukija huku kwetu na vyuo vyetu au na wananchi wa kawaida, utafiti bado hujafanyika. Labda nitakuja kufanya nione itakuwa asilimia ngapi. Lakini ukiangalia hata wale wenye malengo wale, bado tafiti zofuata, kwa mfano kuna taasisi inaitwa Statistic Brain. Walipofuatilia wakagundua kwamba 25% watu wanaoweka malengo ndani ya wiki 2 wanaachana nayo. Wanaachana nayo kabisa. Alafu ubongo bado kwenye holela. Ule ubongo bado kwenye hali yake ya uholela. Lakini ukienda ndani ya miezi 6 kuna 46% ya watu wanaachana na malengo kabisa. Wanarudi kule kwenye ile tunaita default mode, kwamba wale namna walivyozoea. Sasa ili uwe tofauti, maana yake lazima utengeneze mfumo mpya kabisa ambao unao. Sasa moja ya kosa ambalo watu wengi tunalifanya, tunategemea kutimiza malengo kwa hamasa. Yaani tuhamasishwe ndio tutimize malengo. Sasa wanasema kwamba hamasa inakusaidia kwanza, ila nidhamu ndio inakusaidia kuendeleza. Hamasa peke yake haitoshi. Lazima uwe na mpangilio wa kitu unachotaka kukifanya. Na hapa mimi ndo nilipokuja na hii, utakuwa unaikumbuka sana, timiza malengo weko. Yes. Ambayo inaonyesha unawezaje kupangilia malengo yako kwa utaratibu fulani ambao unakuongoza wewe mwenyewe. Sasa sio kazi rahisi, kwa sababu kama nilivyosema tumezoea kuishi kiolela, lakini lazima kuwe na mahali pa kuanzia. Ndio. Sasa hizo factor hizo, kwamba hatujaumbwa hivyo, tumeumbwa kupenda mambo marahisi. Ndio ile kwamba mtu ukimwambia kusoma kitabu kwa nusu saa hawezi, lakini kusoma Facebook na Instagram entertainment sio nusu saa, masaa 2 au 3 anaweza. Kuna watu ukiunganisha message za WhatsApp wanazosoma ni vitabu vikubwa mno. Yaani ukichukua zile WhatsApp message tukaziprint na anachosoma kwenye Instagram tukaziprint, mtu anaweza kukuta na vitabu hivi kwa mwaka. Lakini ukampa kitabu kadogo hivi anakuambia sina muda kusoma. Kwa hiyo issue unagundua kwamba sio swala la kutokuwa na muda. Issue ni kwamba vile vipaumbele ambavyo mtu anakuwa navyo na ile nidhamu ambayo anakuwa ameijengea. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba sio rahisi kuishi kwenye hilo jambo, lakini ni jambo linalowezekana na lazima kuwe na mahali pa kuanzia. Ni lazima kuwa na malengo. Kuwa na malengo unaweza kusema sio lazima, lakini muhimu. Muhimu kwa sababu kwanza inakuonyesha vipaumbele vya maisha yako. Kwa sababu unapokuwa na malengo labda ya kujenga nyumba, na malengo ya kununua gari, na malengo sio ya kusoma,
hapo ni tayari umeshajiwekea vipaumbele vya maisha kwamba mimi mwaka huu kumbe kwenye matumizi yangu lazima nibane, sababu ninachotaka kununua hiki kina cost shilingi fulani. Kwa kama kina cost milioni 20, mimi milioni 20 sina pamoja, maana lazima niweke saving, niweke akiba. Ili niweke akiba, kuna vitu lazima nipunguze. Niache kula ovyo kila weekend naenda kutumia hela, lazima nibane. Sasa unaona moja kwa moja yale malengo yani nguvu ya malengo haiko kwenye lile lengo lenyewe. Liko kwenye tabia zile zinazotengenezwa na wewe unavyotaka kutimiza yale malengo. Ni kama mchezaji wa mpira tu amesema mwaka huu nataka niwe mchezaji bora. Tafsiri yake nini? Atafanya mazoezi, atakuwa na nidhamu. Sasa vile vitu vinavyojengwa na yale malengo ndio hasa vinavyokuwa vya muhimu zaidi. Hakuna kitu kilichobadilika kwenye maisha yako. Ni wewe ndio unatakiwa kubadilika. Huwa anasema hivi, hakuna mwaka mpya pasipokuwa na mtu mpya. Ndio maana kuna Wachina wanasherehekea miaka yao tofauti na sisi. Ina maana wao Wachina leo wasema kwamba wao ni mwaka mpya. Sio maisha yanaendelea tu kama kawaida. Kwa hiyo kinachobadilika pale sio kalenda. Ile kalenda haileti matokeo. Katika maisha unaweza ukawa na malengo makubwa sana, lakini usipokuwa makini, kuna vitu vinazuia watu wengi sana kutotimiza malengo yao. Na katika kufuatilia watu wengi, kuna mambo 5 ambayo nimeyagundua yanaweza kukufanya kabisa ushindwe kutimiza malengo yako kabisa, na ukaondoka hapa duniani ukiwa unajijutia. Na ndio maana mambo haya nataka uyajue mapema sana, ili yawe msaada kwako, usiwe kati ya wale watu ambao yatawazuia na ukashindwa kabisa kutimiza malengo ambayo unayo katika maisha yako. Jambo la kwanza kabisa ambalo limewazuia watu wengi sana kutimiza malengo yao, tunasema ni sympathy seeking behavior. Tabia ya kutafuta kuonewa huruma. Watu wengi sana wameshindwa kutimiza malengo yao kwa sababu wanataka kuonewa huruma. Anataka kuonewa huruma na wazazi, anataka kuonewa huruma na bosi wake, anataka kuonewa huruma na rafiki yake. Hachukui wajibu wa kuhusiana na maisha yake. Ndio maana Jack Canfield aliwahi kutoa principle moja, kanuni moja, inasema 100% responsibility, kuwajibika kwa maisha yako mwenyewe. Kuto kutarajia kwamba kuna mtu yuko mahali anakuja kukusaidia. Kuto kutaka kuonewa huruma kwenye kila kitu. Kuna watu wakifeli wanakaa katika ile hali ya kufeli kwa muda mrefu. Anataka kila siku watu wanamuonea huruma, kila siku wanamwambia pole, kila siku watu wanamwambia jamani imekuwa vibaya. Hapana, kama kweli unataka kutimiza malengo yako, lazima ushinde hali ya kutaka kuonewa huruma katika maisha yako. Usikubali kuonewa huruma. Ukweli ni kwamba kama unapenda kuonewa huruma, unajichelewesha sana kufika katika malengo ulionao. Usiwe mtu ambaye unatafuta sympathy, usiwe mtu ambaye unatafuta kuonewa huruma kwenye kila jambo. Hali ya kutaka kuonewa huruma imewafanya watu wasifanye chochote kwenye maisha yao. Hali ya kutaka kuonewa huruma imefanya watu wawalaumu watu wengine kwa sababu wanaamini hao watu wanatakiwa kuwasaidiwa na sio vinginevyo. Watu wanaopenda kuonewa huruma kwenye maisha yao huwa wafiki mbali. Inawezekana hata wewe kuna watu unawafahamu kwenye maisha yako ambao wanapenda sana kuonewa huruma. Jambo la pili ambalo limewazuia watu wengi kutimiza malengo yao, tunasema ni failure denial. Hali ya kukataa kwamba wamefeli, hali ya kukataa kwamba wameshindwa kitu fulani, hali ya kukataa kwamba kuna kitu kimetokea kwenye maisha yao. Unajua, moja ya kitu cha muhimu sana kwenye maisha ni kujua udhaifu wako, kujua mambo uliyopitia, kujua mapungufu yako pia. Sasa kukubali kwamba umefeli haimaanishi kwamba umekubali kwamba utainuka tena. Hapana, ni kwamba unakubali kwamba kuna changamoto inayokukabili katika maisha yako. Uwezi ukatatua tatizo ambalo unalikataa kwamba hauna. Ni kama vile ukienda kwa daktari alafu ukiambiwa una malaria, unasema mimi sina malaria. Maana yake utakataa kunywa dawa, na matokeo yake nini? Unaweza kufa. Kwa hiyo kuna watu wengi wana matatizo, wana shida. Kuna watu inawezekana hata leo unanisikiliza uko kwenye changamoto kubwa ya madeni, lakini hutaki kukubali kwamba madeni yamekuwa ni mzigo kwenye maisha yako. Inawezekana una changamoto kubwa ya kusema uongo, una changamoto kubwa ya kutotunza urafiki wako vizuri, una changamoto kubwa ya uadilifu kwenye maisha yako, lakini hutaki kukubali. Njia ya kwanza kabisa ya kutimiza malengo yako ili usikwamishwe, lazima uwatambue vitu ambavyo vimekuwa ni vizuizi. Usiwe mtu ambaye unakataa changamoto zilizoko, zikubali, kwa maana zitambue zile changamoto ili uweze kushughulikia. Ukiwa mtu ambaye unazikataa changamoto kwamba hazipo, hakuna namna unaweza ukazishughulikia. Watu wengi wameshindwa kutimiza malengo yao kwa sababu hata wakiambiwa akubali kama ana tatizo, akubali kama ana tatizo fulani. Kwa kama ukubali kama una tatizo, tafsiri yake ni kwamba uwezi ukatafuta solution ambayo inatakiwa. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kulizingatia, kama kweli unataka kutimiza malengo yako, unatakiwa kuliepuka, kwa sababu limekuwa likiwasababisha watu wengi washindwe kutimiza malengo yao, tunasema ni kuwa na kitu kinaitwa regrets, kuwa na majuto kwenye maisha yako. Unajua kuna vitu umefanya kwenye maisha yako, kila ukivikumbuka vinakupa huzuni, kila ukivikumbuka vinakufanya ujione hauna thamani, kila ukivikumbuka ni kama vile unaona kama vile mimi kweli sitafika mahali kokote. Kuna vitu vinakuhukumu ndani ya moyo wako, vinakuhukumu kwenye akili yako. Unajaribu kuvisahau lakini inakuwa kama ni ngumu kuvisahau. Matokeo yake nini? Kuna watu wengi sana wanaishi katika hali ya kujutia maisha yao. Tunasema wanaishi katika self condemnation, wanaishi katika hali ya kujihukumu. Kuna mambo ulifanya
na unashindwa kabisa kuyaachilia. Ukiamka asubuhi unayo bado. Inawezekana unaposikiliza video kuna mambo unayakumbuka, unasema hivi kweli kwa vile nilivyofanya, kwa yale mambo yaliyotokea, mimi nitainuka tena, nitafanya tena. Jambo unatakiwa kujua ni kwamba lazima ufike sehemu ujisamehe wewe mwenyewe. Kuna watu wengi duniani wameshindwa kujisamehe kabisa. Jitangazie msamaha katika maisha yako. Unajua kila mtu amekosea. Kuna wakati fulani kila mtu lazima amekosea kwenye maisha yake. Lakini kukosea mara moja hakutakiwi kuwa ni sehemu au sababu ya wewe kutofanikiwa kwenye maisha. Tunasema one mistake should not destroy your future. Usiruhusu kosa moja liharibu maisha yako yote. Natambua kuna watu wengi watatumia makosa yako kukulaumu, watatumia makosa yako kukufanya uwezi, watatumia makosa yako kila wakati kukukumbusha, kukuonyesha una thamani, lakini usikubali kabisa makosa yako yaliyopita yawe chanzo cha wewe kutokutimiza malengo yako. Bado unaweza kuinuka tena bila kujali wapi ulikosea kwenye maisha yako. Jambo la 4 ambalo unatakiwa kulizingatia kama unataka kweli kutimiza malengo yako, unataka kuliepuka, ni kwamba watu wengi wameshindwa kutimiza malengo yao kwa sababu wamekuwa na doubt. Tunasema they doubt themselves. Wanadauti uwezo wao, wanakuwa na mashaka juu ya uwezo wao. Unakuta mtu ana uwezo ndani yake lakini ana mashaka. Mtu ambaye ana uwezo lakini ana mashaka juu ya uwezo wake hawezi kufanikiwa, hawezi kufika mbali, hawezi kustawi kwenye kitu anachokifanya, kwa sababu lazima ujiamini wewe mwenyewe. Kuna watu wamepoteza hali ya kujiamini. Umepoteza hali ya kujiamini kwa sababu ulifukuzwa kazi na bosi wako akwambia wewe hauna maana. Umepoteza hali ya kujiamini kwa sababu uliwahi kufeli katika biashara fulani. Umepoteza hali ya kujiamini kwa sababu ulikuwa kwenye mahusiano na yale mahusiano hayakuisha vizuri na ukaanza kuhangaika. Umepoteza hali ya kujiamini kwa sababu ulifeli mitihani yako. Kuna vitu vilitokea vikakusababisha upoteze hali ya kujiamini. Watu ambao hawajiamini katika maisha yao hawawezi kutimiza malengo yao. Ndio maana nataka unisikilize vizuri kwa makini. Usikubali mtu yeyote akuonyeshe wewe si wa thamani na wewe si wa maana. Una kitu ndani yako, kuna kitu kikubwa ndani yako, kuna uwezo ndani yako. Dunia inasubiri iuone uwezo mkubwa ambao umeubeba, lakini ukiwa ni mtu hujiamini, huwezi kufika mbali. Amini katika kipaji chako, amini katika uwezo wako, amini katika vision, katika maono ulionayo, amini katika ndoto ulizonazo katika maisha yako. Ukiwa ni mtu ambaye hujiamini, itakuwa ngumu sana kutimiza malengo ulionayo katika maisha yako. Jambo la 5 na la mwisho ambao unatakiwa kulizingatia kama kweli unataka kutimiza malengo yako katika maisha ambayo unayo na katika vitu unavyotaka kufanya, nasema lazima uepuke kitu kinaitwa inaction behavior. Inaction behavior ni ile hali ya kutofanya kitu kwenye maisha yako, ni kuona kama vile vitu vitajitokeza vyenyewe. Wakati mwingine ni kwamba unasusia maisha. Kuna watu kama vile wamekata tamaa, wameamua kususia maisha, hawataki kusikia chochote kuhusiana na maisha. Wanaamini kwamba walipofika wao, kama vitu vitatokea vizuri ni sawa. Ni wale watu wanasema Mungu akipenda itakuwa, asipopenda mimi nitabaki hivi. Wanasusia maisha, hawataki kufanya chochote kuhusiana na maisha yao. Anajua yuko kwenye tatizo lakini hataki kuchukua hatua. Anajua shida na mkabili, hataki kuchukua hatua. Ukiwa mtu wa namna hii, hautatimiza malengo yako. Kama unataka kutimiza malengo yako, lazima uwe mtu ambaye unachukua hatua kila siku katika maisha yako. Kuna siku unaweza kuamka asubuhi ujisikii kabisa, unajisikia kukata tamaa, unajisikia una nguvu, lakini mtu mmoja nampenda aliwahi kusema, akasema feel the fear and do it anyhow. Sikia ile hofu lakini amua tu kufanya. Sikia ile hali ya kukata tamaa lakini amua kufanya. Chukua hatua moja kila siku. Inawezekana hata leo tangu umeamka asubuhi mpaka wakati huu ujisikii vizuri, unajiona umekata tamaa kwa sababu ya mambo yaliyotokea jana, kwa sababu vitu vingine mtu amesema, na unajiona kama vile hivi, mimi jamani, kuna kitu gani nitaweza kufanya tena? Kataa kukata tamaa. Fanya kitu hata kidogo. Usikubali leo ipite hujafanya kitu kuhusiana na malengo yako. Lazima uchukue hatua yanayohusiana na maisha yako. Ugumu wa kuacha tabia fulani ambazo unazo, lakini pia ugumu wa kusimamia vitu ambavyo unavipanga. I say ni vitu ambavyo sidhani kama kuna mtu anakikwepa. Mule mkubwa. Peni na karatasi. Jerry, yes. Sifa za kutengeneza malengo. Tunatofautiana. Mimi nasemaga, kuna watu wasemaga utafute malengo smart. Lakini Europe ni Europe, Bongo ni Bongo. Mimi sijawahi kuweka malengo hata siku moja. Lakini nasema bwana, nimesikiliza hapa 360. Natamani nijiwekee malengo. Malengo yana sifa gani ili ujitengeneze malengo? Ni jambo lolote gumu, waweza mwaka nataka nivunje rekodi, nataka kumvunjia hayupo. Unataka kujitesa tu mwenyewe. Sifa za kuweka malengo vizuri. Ya kwanza kabisa Sam, ni kwamba malengo lazima yawe ya kwako. Lazima yawe ya kwako. Ownership ya malengo. Yaani usiweke malengo kwa sababu kila mtu anataka hicho kitu.
kwa sababu utaishiwa nguvu njiani. Yaani malengo yanatakiwa ya kwako wewe, kwa sababu mafanikio hayana tafsiri moja. Okay. Mafanikio yako ni tofauti na mafanikio yangu mimi. Kile unachokiita wewe mafanikio, kuna mtu anakidharau. Na kile ambacho unakidharau, kuna mtu kwake ni mafanikio. Kwa ndio maana malengo lazima uyadefine au uyatafsiri kwa lugha yako wewe, kwamba mimi bwana, mwaka huu lengo langu mimi ni kununua bodaboda moja. Liwe lengo la kwako, sio lengo ambalo umeingiziwa na mtu. Mtu kakwambia tu hakikisha una bodaboda, hakikisha una bodaboda, mimi ninayo. Utakuja utafeli tu bure. Ndio maana unakuta kuna watu wengi hata kwenye biashara au kwenye kilimo kwa mfano, anaingia kwa sababu amesikia classmate analipa, ameingia kule. Own, yani kiwe ni kitu ambacho kimetokea ndani. Kwa nini? Kwa sababu kwenye malengo kuna vipingamizi ambavyo utakutana navyo. Wakati unakutana na vipingamizi, hakuna mtu atakusaidia isipokuwa wewe mwenyewe. Sasa ule ndio wakati ambapo unajikuta na wewe mwenyewe kwamba ili ni la kwangu ili lengo au ili lengo nilipachikiwa. Mbele ni kama mke umepewa na mke wako wao mwenyewe. Unajua wewe kupewa unaweza ukasema huyu si wa kwangu bwana. Kwanza original ilikuwa wa kwangu. Hakuwa wa kwangu, umeelewa? Kwa hiyo cha kwanza ownership, kwamba ili ni lengo langu, lazima ujitathmini. Au ni lengo ambalo nimepigwa tu pressure na mtu nataka nilifanye. Cha pili kwenye malengo, lazima uwe na vipaumbele. Uwezi ukatekeleza malengo yote wakati mmoja. Kwa hiyo lazima uyagawe kwamba either kwa miaka, ndio maana kwa kila mwaka mimi nasema lazima uwe na kitu kinaitwa breakthrough goal, lengo mama, ambao unasema nikishindwa kukamilisha malengo yote haya, lengo hili hapa lazima nikome nalo. Na hilo unakuta limebeba pia mafanikio ya malengo mengine. Kwa hiyo weka vipaumbele vyako. Kwa hiyo unaweza kuvigawa pia kwa mwaka, kwamba robo ya kwanza ya mwaka hili ndio lengo langu kubwa. Robo ya pili ya mwaka hili ndio lengo kubwa. Au mwingine anasema nusu ya kwanza ya mwaka hili ndio lengo kubwa. Nusu ya pili ya mwaka hili ndio lengo kubwa. Kwa hiyo yagawe katika vipengele. Kwa nini hiyo ni muhimu? Kwa sababu kuna tafiti zimeshafanyika. Kuna daktari mmoja Dr. Rosen Brazil alionyesha kwamba unapotaka kukamilisha lengo moja kwa wakati mmoja, una asilimia 85 za kukamilisha hilo lengo. Angalau una asilimia 85. Ukiweka mawili unapunguza asilimia, una asilimia 35 za kutimiza malengo. Kama ni makubwa, ukiweka zaidi ya matatu, asilimia za kutimiza ni 5. Kwa hiyo unapoweka lengo moja, unatengeneza kitu kinaitwa focal point. Kwamba unajua zile wakati tunasoma shule ya msingi, nafikiri kwa kuna lenzi zile, lenzi mbonyeo na lenzi mbinuko. Lenzi mbonyeo ndio ile, nafikiri ndio ile inakusanya mianga, convergent lens. Ile walikuwa wanatupeleka juani walimu. Afu anatuambia karatasi, unaweka ukiweka tu dakika 2 tu kinaungua. Karatasi imeungua. Lakini karatasi ile ukaichukua ukaiweka hapo juani, usiweke na lenzi. Utaiweka hata wiki nzima, haitaungua. Tofauti nini? Jua limepungua nguvu? Sio kweli. Isipokuwa focus imesababisha ile karatasi iungue. Sasa kwenye maisha ni hivyo hivyo, kwamba unapotengeneza focus utapata matokeo ya haraka, hata kama rasilimali zako ni zile zile, hazijaongezeka, kwa sababu umetengeneza focus. Kwa jambo la pili la sifa nzuri ya lengo ni lengo ambalo linajikita kwenye jambo fulani kwa muda fulani. Na hiyo ni tatizo, kwa sababu watu wengi wamezoea kutapanya nguvu zao, kwa sababu unapokuwa na malengo mengi unatapanya nguvu. Nguvu nazungumzia fedha, rasilimali fedha, nazungumzia nguvu zako binafsi. Kwa mfano huwezi ukaa sehemu nyingi kwa wakati mmoja. Alafu pia unazungumza pia akili yako kuitumia. Lakini watu unaoambatana, unajua kila mtu unaoambatana naye unatumia muda naye. Na maana yake unapoteza muda kwenye hilo jambo. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza focus, na hiyo itakuongezea motivation. Kwa mfano mtu anasema robo ya kwanza ya mwaka, kwa maana Januari mpaka Machi, labda let's say mtu anataka kujenga, akasema robo ya kwanza ya mwaka nataka nihakikishe nimepata kiwanja. Akifanikiwa kupata kiwanja, anapata hamasa kwamba kumbe nimeweza. Kwa robo ya pili nianze msingi. Robo ya tatu, yani hiyo sasa inakutengenezea hamasa ile internal ya kwako mwenyewe, na utajikuta una nguvu za kuendelea. Kwa hiyo ni jambo la pili ambalo tunasema ni sifa ya pili ya lengo. Lakini sifa ya tatu ya lengo ambayo watu wengi pia wanaisahau ni kujenga ujuzi. Uwezo ukawa na lengo ambalo halina ujuzi. Unaposema mwaka huu nitapata pesa nyingi, haupati tu kwa sababu eti umesema. Unapata kwa sababu umetengeneza ujuzi wa kutengeneza pesa nyingi. Unaposema mwaka huu biashara yangu itauza sana, ina maana kuna nguvu ya ujuzi ya kuuza unatakiwa wewe. Kwa swala kujiuliza, kwenye malengo yangu mimi kuna ujuzi gani ambao nauhitaji? Inawezekana ujuzi wa mwaka jana usikusaidie mwaka huu.
Ndio maana kuna wachezaji wana flop, sio? Anatoka timu moja amefanya vizuri, anaenda timu nyingine kapotea, akibadilisha labda nafasi au akicheza na mtu ambaye hivyo unakuta anapotea. Kwa nini? Kwa sababu ujuzi ndio unasababisha mtu afanikiwe. Kwa hiyo jiulize, mwaka huu unasema mimi nataka kilimo. Na kwenye ujuzi sasa kuna level mbili. Kuna ujuzi ambao tunaita general knowledge, ujuzi wa jumla wa WhatsApp ule. Matikiti 1000 ukiuza kwa shilingi 500, tuseme sio 300, tuweke 300. tuweke 300. Huo ndio ujuzi wa jumla. Fanya gharama zote milioni 2. Milioni 2. Umeelewa? Sokoni kila moja 1500. Hawaza kusema fueta, weka buku. Weka buku. Haya. Usiweke tamaa. Fanya unakenta ya kushirikiana. Mko watu 4. Sasa huo ni ujuzi wa jumla. Sasa huo hauwezi kukupa matokeo makubwa. Huo unakupa pa kuanzia. Ujuzi aina ya pili tunaita specific knowledge. Ujuzi maalum mahususi. Sasa ule ndio unakuambia hivi kwamba haya matikiti yana mbegu na mbegu ziko tofauti. Kuna aina 10 za matikiti. Wewe hujui. Haya matikiti kuna wakati magari yanapinduka na wewe ndio umechukua mkopo. Haya matikiti kuna wakati yanajaa sokoni. Bei inafanya sasa hiyo ni specific knowledge. Na ili uipate kuna njia mbili kubwa. Moja, lazima uende kufanya na uwe tayari kufeli. 2, utafute mtu ambaye alishawahi kufanya kabisa, sio anayefundisha tu WhatsApp. Alifanya kabisa, tena ingewezekana alishawahi kupigwa ndio katika hilo jambo lazima uone. Sasa watu wengi wakitaka kufanikiwa kwenye malengo hawanaga ujuzi. Anasema tu mimi mwaka huu mambo yangu yataikwenda hivi, yatanyoka. Unamuuliza una ujuzi mwaka huu? Kwa hiyo kikubwa ni kwamba kwenye kila lengo jiulize ni ujuzi gani ninaohitaji. Na kwenye kutengeneza ujuzi wanasema hivi, usitengeneze tu ujuzi kuwa average, kwa mtu wa wastani. Tengeneza ujuzi kuwa master kwenye jambo lako, kwa sababu dunia haiwalipi watu wa wastani, inawalipa watu ambao ni master kwenye maeneo yao. Yaani amua kwamba inapotajwa jambo linalokuhusu wewe, jina lako liwe linaelea juu, lisicheleweshwe kwenye kikao. Kwamba ukiwa unazungumza sasa jambo hili sasa, huyu fulani master sana, huyu jamaa mtaje mde. Kwa sababu hela unazipataje? Hela kwenye maisha unazipata pale ambapo watu wana shida, afu wanataja jina lako. Ukiona jina lako alitajwa, ni kwa mfano unataka tumeamka asubuhi mpaka jioni hakuna mtu ametaja jina lako isipokuwa tu wanaokudai. Maana yake wewe utachelewa sana kupata fursa za kutengeneza pesa. I say. Mipango tunapanga. Lakini la kwanza kwa sababu ni mfumo wetu wa ubongo kwamba ni holela. Lakini yako mambo ambayo huwa yanachangia sana tusitimize malengo. Procrastination, vitu vya namna hiyo. Common yanasababisha wabongo, achana Ulaya, wabongo tusitimize malengo ni yapi? Cha kwanza kabisa sababu ambacho kinasababisha watu wengi sana wasitimize malengo yao ni kwamba hawana mfumo wa uwajibikaji. Hakuna mtu wa kuwajibisha. Hivi umesha kufikiria shule tungekuwa tuna mitihani, ungesoma vizuri? Kwa nini sasa? Chakujifia nini? Sasa mitihani ni mfumo wa uwajibikaji. Ndio maana mwalimu akija darasani akasema jamani someni, nitatoa mtihani kuna hizi topic 5. Wewe unajichagulia zako 3, unasema hizi 3 mimi ndio nitakoma nazo. Afu kesho anakuja ambao kesho yake labda ndio mtihani, afu anakuja leo. Anasema bana, nimegundua kwamba kuna topic hizi lazima zitatoka, ndio zile ambazo wewe ulikuwa unasema hizi siwezi na sizipendi. Usiku mmoja unahitaji tu kuweza kuelewa na kufanya mtihani vizuri. Sasa ule ni mfumo wa uwajibikaji. Kwa sababu ya ubongo kupenda maisha holela, lazima utengenezewe mfumo wa uwajibikaji. Sasa watu wengi hawana mfumo wa uwajibikaji. Kwa sababu kutengeneza self discipline, nidhamu binafsi, inachukua muda mrefu sana. Sasa kabla hujaitengeneza ile nidhamu binafsi, lazima upate external force. Nguvu ya nje ya kukusaidia kukulazimisha kutengeneza nidhamu binafsi. Na hii tafiti zimefanyika pia. Kuna taasisi moja kule Marekani inaitwa Association of Training and Development. Walifanya utafiti wakagundua kwamba mtu anapogundua jambo analolifanya linahitajika kuripotiwa mahali, inamuongezea uwezekano wa kulifanya kwa mafanikio kwa 95%. Hilo jambo kama linahitajika kuripotiwa mahali. Yaani kama hapo tumekubaliana sasa unajua bana tutakagua akiba yako, tumekubaliana baada ya miezi 3 tukuta milioni 1 kwenye akaunti yako. Tutakutana, tutakuwa 10 na kila mtu ataleta balance tuone. Hiyo itakuongezea 95% ya kufanikiwa kwenye hilo jambo. Kwa sababu kuna aibu fulani unataka kuepuka, hakuna mwanadamu anataka hiyo aibu. Anataka kujituma hata kama utaenda kukopa uweke kwanza, lakini tutaiona hiyo account. Sawa. Lakini wanasema kwamba inaleta nguvu zaidi unapojua utaripoti wapi, saa ngapi na kwa nani. Inakuongezea uwezekano mkubwa sana wa kuweza kutimiza. Sasa
watu wengi hawana uwajibikaji. Yani wewe unakuwa na malengo yako peke yako mfukoni, hakuna anayeyajua. Yani wewe hapo umejiwekea malengo, ukifeli umejua. Yani wewe kama kama umejiwekea malengo, mimi bwana mwaka huu yani nitapiga mazoezi mara hizi 3 kwa wiki, lakini hakuna anayejua, unajua tu mwenyewe. Siku mwamka leo nimechoka, nitabisha kesho. Sasa nani wa kukuuliza? Hamna wa kukuuliza. Si ulisema okay. Unakuta. Kwa hiyo watu wengi kinachowafundisha kwanza ni kwamba wana mfumo wa uwajibikaji. Kuna utafiti mmoja pia walifanya kiwanda kimoja kule Chicago Marekani, inaitwa Hawthorne. Walikuwa wanaangalia effect ya mwanga kwenye uzalishaji wa kiwanda. Kwa hiyo wakawa wanajaribu kupunguza mwanga na kuongeza. Sasa walipokuwa mwanga ukiwa mkali, wakaangalia uzalishaji uko vizuri. Walipopunguza mwanga, uzalishaji uko vizuri. Sasa wakawa wanachanganyika, wakasema ina maana hamna effect ya mwanga. Kumbe wakaja kugundua kwamba kwa nini uzalishaji unaendelea kuwa vizuri mwanga ukiwa mzuri na ukiwa mbaya? Ni kwa sababu watu walikuwa wanajua wanaangaliwa. Yani hicho haikuwa ni mwanga. Hicho ilikuwa ni kwamba mtu akishajua kuna mtu ananiangalia. Kwa hiyo mwanga uwe hafifu au uwe mkali, kuna mtu anaangalia. Kuna mtu anaangalia. Sasa wewe maisha yako nani anakuangalia? Accountability. Ndio maana nasema lazima utafute accountability partner. Na hiyo unaweza ukifanya kwa njia mbalimbali. Moja, ukamtafuta mtu unayemheshimu. Usitafute mshikaji tu ambaye unaweza ukamwambia bana acha kunifuatilia bana wewe. Unajua kuna mtu anakuelewa. Sasa wewe mwenyewe unajua maisha yenyewe, wewe si tuko wote maisha magumu haya. Tafuta mtu ambaye unajua kumwangusha utajisikia vibaya. Kumwangusha utajisikia umemkosea heshima. Mtafute mtu wa namna hiyo. Kubaliana naye tu bwana, mimi naomba kila mwezi nitafanya 1, 2, 3. Naomba uwe mtu ambaye unanifanyia accountability. Ukimtafuta mtu anaona atakuwa ni vizuri. Cha pili, unaweza ukatafuta accountability group. Tafutaneni 3, 4 mkae hivi, 5 mnakaa. Na sasa sisi bwana kila mwezi wakati tunakutana. Tunapokutana pamoja na mambo mengine, lakini jambo la msingi ni sasali kutuambia mambo ya mwezi ule uliotuambia kwamba utafanya. Umefanikiwa mangapi? Mwezi wa kwanza unaweza usifanye vizuri sana. Lakini utakapoanza kugundua wenzako wanapiga maendeleo, mwezi wa pili wanakupa maendeleo, utaanza kushtuka. Alafu utaanza kuona aibu kwamba kwa nini mimi ninabakia nyuma. Sasa hiyo unaangusha group wewe. Sasa huo ni mfumo ambao unaweza kuutumia. Sasa watu wengi hicho kitu hawana kabisa. Sasa uwezo ukatoka kwenye maisha ya kiolela kama hauna watu wa namna hiyo wa kukusaidia kuishi mambo accountability, namna ya kukuwajibisha. Na wengi tunafikiri tukishakuwa watu wazima hatuhitaji accountability, lakini sio kweli. Ndio maana angalia siku bosi akiwaga ofisini na siku asipokuwepo, ndio utaelewa maana accountability. Yani kuna uholela fulani unaingia tu, yani nitashindwa kuwepo ofisini leo. Yani unakuta tu mtu atoa visingizio vina sababu. Yes, kwa hiyo ile ni kwa sababu ya kwa mimi ukiniambia sababu kubwa moja wapo ni hiyo kwamba watu kukosa ile accountability. Lakini cha pili ni kuambatana na watu wasio sahihi. Watu wasio sahihi maana yake aliyoko sahihi kwako inawezekana sio sahihi kwangu. Na kutokuwa sahihi haimaanishi mtu mbaya. Inamaanisha tu mtu sio sahihi. Kutokuwa sahihi haimaanishi mtu mbaya. Anaweza kama mtu mzuri kabisa lakini sio sahihi kwako. Kwa hiyo unaposema usahihi wa mtu haimaanishi kwamba eti huyu hafai. Ni kwamba kwa wakati huo kwenye malengo yangu huyo mtu sio sahihi kwangu. Kwa hiyo nimtafute mtu ambaye ni sahihi. Aristotle alikuja na principle ya aina ya marafiki. Akasema kuna aina 3 za marafiki. Aina ya kwanza marafiki tunaita friendship for utility. Marafiki ambao tuko nao mazingira moja, tunahitajiana kila siku. Kwa mfano, kazini. Shuleni. Ndio maana wewe Sam kuna best friend wako ulikuwa naye primary. Ambaye tukisema ukimwona Sam umemwona na jamaa. Lakini inawezekana leo nikikuuliza yule jamaa yuko wapi hujui. Hata namba ya simu una. Kwa kweli. Ndugu yangu Leonard Wangabo nisamee silipo. Unaona? Sekondari hivyo hivyo. Kwa nini? Yule alikuwa ni friend for utility. Yaani warafiki wa kimazingira tu, sio marafiki. Waingereza wana maneno mawili wanatumia. Kuna acquaintance na friend. Kuna watu wengi ambao tuko nao tunafikiri ni marafiki. Lakini kwenye level za urafiki sio marafiki zetu. Hawa ni marafiki ambao wanaweza tukasaidiana. Mzinga hapa ni Geshing 10, Geshing 100 hivyo. Sasa hii ni level ya kwanza ya marafiki. Aina ya pili ya marafiki tunaita friendship for pleasure. Marafiki ambao tuna share vitu tunavyovipenda. Kwa mfano, tunaangalia mpira pamoja. Tunapenda basket pamoja. Tunapenda muziki pamoja. Tunapenda kinywaji pamoja. Sasa hawa ni marafiki ambao hawezi kukuletea mabadiliko sana kwenye maisha yako. Wale wa kwanza na wa pili, kwa sababu ni marafiki wa kusurvive. Sasa aina ya 3 ya marafiki ndio tunaita hawa marafiki ambao wana base kwenye value. Tunaita friendship for good. Hawa unakuwa nao kwa sababu mna vitu vinavyoendana. Vitu ambavyo malengo yenu yanafanana. Ndio wanasema Waingereza kwamba birds of the same feather fly together. Kwamba ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Sasa hawa ndio marafiki wanaweza kukuletea maendeleo. Na kwenye tafiti Jeff Olson aliandika kitabu chake inaitwa The Slight Age. Anasema kwamba wewe ni wastani wa watu 5 wanaokuzunguka.
Na sasa mimi niliposoma miaka kama 6-7 iliyopita nilifanyaga utafiti na nashauri wewe na watazamaji wetu wafanye utafiti. Mimi nilipofanya ile nikachukua eneo moja tu la kifedha. Nikajuza marafiki zangu 5 wakubwa ni akina nani. Nikawapata majina yao. Kwenye hela. Nikawapata majina. Afu kila mmoja nikaenda kumuuliza, wewe kwa mwezi unaingiza shilingi ngapi? Kanaambia wewe kwa mwezi unaingiza shilingi ngapi? Wewe kwa mwezi nikapata. Nikatafuta wastani. Yaani nikachukua jumla ya ile mishahara yao na kipato chao, afu nikagawanya kwa 5. Namba niliyoipata ilikuwa inalingana na kipato changu mimi cha mwezi. Ilikuwa ichezi mbali. Iko karibu sana. Nikasema hii ni hatari. Ndio maana wanasema unapotaka kubadilisha viwango lazima ubadilishe marafiki. Na hapa sio tu kwamba ni marafiki wale uliowazidi. Amini marafiki wabaya kama nilivyosema. Wanasema if you are the best in your group, it is time to leave. Ukiwa bora sana kwenye group lako, ni wakati wa kutafuta changamoto mpya. Yaani wewe ndio kipanga. Mikopo yote, mizinga yote unapigwa wewe. Na unajiona mimi bwana, mimi ndo na support ya watu wangu. Ujue unatakiwa kubadilisha. Tafuta watu watakao kuchallenge. Kama unazungumzia laki, na ukakope sasa. Ukakope, tafuta huko mamilioni. Kama unazungumzia milioni 10, anza kuangalia watu ambao wanakuchallenge kwenye milioni 50, milioni 100. Hiyo ndio unatakiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo na unapojenga mtandao wa marafiki sasa, kuna vitu vya kuongea. Unajenga kwenye au mtatu. Wa kwanza, marafiki waliokuzidi. Marafiki waliokuzidi wanakustretch, wanakufanya uwe na malengo makubwa zaidi. Wanakufanya ufike juu zaidi. Unajua kwa mfano mimi mzungumzaji na trade na nini na nini. Naweza kusema siku hizi nalipwa vizuri. Siku moja kana msikiza Les Brown. Anasema bwana, nilienda Canada, wana hawa nikalipwa $3,000 na $50,000. Sasa hapo unajiweka wapi? Unaona kabisa kumbe mimi sijaanza. Bado kabisa. Inakuchallenge. Sasa kuna inawezekana mbali, lakini kuna wengi tu wamenizidi. Najaribu kuangalia sasa, akiniangalia sasa huyu jamaa kanizidi sana. Kwa hiyo nikijenga nao urafiki wananipa kuona ukubwa na mapana ambao natakiwa nikue kwenye nakuwa siridhiki. Eneo la pili ni marafiki ambao uko level moja, mnafanana level yenu. Hawa ni wa muhimu kwa sababu kuna information, kuna taarifa ambazo zinahusiana na ulipo sasa hivi, utakiwa kuzikosa. Kwa hiyo lazima uwe nao kwa sababu wao ndo wanajua nini kinaendelea kwenye seko yenu ya sasa hivi. Kwa hiyo unatafuta pia marafiki ambao uko level nao moja. Ya tatu ni wale walioko chini yako. Marafiki walioko chini yako mara nyingi ni wale ambao ndo wanatuinua. Kwa sababu hawa ndio ambao wanashangilia kitu tulichokibeba, wanaki appreciate. Wanasema jamaa bana anafundisha vizuri. Vitabu vyake ni vizuri. Yaani marafiki ambao inawezekana umewazidi sana, lakini unawahitaji sana kwa sababu ndio ambao wanakuinua. Wale wa juu wanaweza kukutaja mahali ambako huwezi kufika. Kwa sababu tukubaliane kwamba kuna eneo ambalo unahitajika, lakini wewe huwezi kufika mwenyewe. Kabisa. Anahitajika mtu wakiwa kwenye kikao wasema mtafute Tupac, mtafute Sam, mtafute mtu fulani. Kwa hiyo hao tunawahitaji. Lakini hao wa chini wenyewe wanatupigia kelele. Wanatutaja sana. Kama kawaida. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba unapojenga, kwa watu wengi hawatengenezaji hii mitandao. Kwa hiyo kila mwaka unapoanza lazima ufanye friendship audit. Kagua, ukaguzi kama ukaguzi wa mahesabu ya taasisi, kagua marafiki. Na ukikagua kuna mambo manne unafanya. Jambo la kwanza, kuna marafiki ambao unawachukuliaga poa. Unahitaji kutumia muda nao zaidi. Yaani unamuonaga tu jamaa yuko kawaida tu, lakini kumbe jamaa ana network, ana ujuzi fulani. Kwa hiyo ukimkagua vizuri unagundua huyu jamaa anacheza naye. Kwa hiyo tumia naye muda vizuri kulingana na aina malengo nao. Kuna marafiki utahitaji kupunguza nao muda. Uachi, lakini ni vimeo kidogo. Kwa hiyo unasema wasitatumia nao muda mwingi mwaka huu. Nawapunguzia kwa sababu ya aina ya malengo nao. Ndugu yangu Ezra, tutapunguza muda kidogo. Alafu kuna marafiki hauna kabisa, unawahitaji. Ndio wale wewe sasa unataka kwenda kulima matikiti. Msidiscuss matikiti ofisini kwenu, benki. Wote wafanyakazi pale wa benki tu wenyewe mnadiscuss kilimo cha matikiti. Mnadanganyana, mna Google. Tafuteni watu walioko kwenye field. Kwa hiyo ni marafiki wapya. Na 4, kuna marafiki lazima wa delete. Au unaondoka sasa kama message unavyoondoa kwenye simu yako. Hauwahitaji kwa wakati huo. Pengine muda wao umefika. Kuna marafiki wanakuja kwa season. Wamegraduate. Wamegraduate kwenye ile eneo, au pengine sababu ya wewe kuwa na wewe imefika, lazima kwa hiyo kila mwaka unafanya huo. Kwa hiyo unapoweka malengo yako, moja ya makosa watu wengi wanayofanya ni ile eneo. Hawatengenezi strategic network. Haya ni makosa ambayo watu wengi wanafanya na sababisha asitimize malengo. Unaweza kutoboa, yani kuna bahati katika maisha, katika mafanikio. Wanasema bahati ni pale maandalizi yanapokutana na fursa. Kwa mfano, wanamhitaji mtu sasa hivi mwenye elimu au ujuzi fulani. Wanasema huyu mtu hawezi kuendesha gari. Huyu mtu hawezi kutumia kompyuta. Na anasema
kuna nafasi hapa bwana. Hiyo ni bahati unajua kuitegemea. Kuna nafasi ambayo uchukue. Unaweza kuendesha gari? Siwezi. Sasa hiyo bahati inakusaidia nini? Kwa hiyo bahati ni pale unapokuwa umejiandaa afu fursa inakukuta. Hiyo ndio inakuwa ni bahati iliyokamilika. Lakini kama ni bahati ambayo hujajiandaa nayo, haina maana. Ndio maana tunasema endelea kujiandaa ili fursa ikukute ukiwa uko tayari. Hatua 6 za kupanga malengo yako. Mara nyingi watu ukiwauliza kuhusu malengo watakwambia wanayo, lakini ukweli ni kuwa mengi wa yale tunayoita malengo sio malengo kabisa. Ningependa kukushirikisha mambo ya kuzingatia kuhusu malengo yako. Cha kwanza kabisa, amua kitu unachotaka kwa mahususi. Hatua ya kwanza ya kufanikisha malengo yako ni kuwa na uhakika unataka nini. Ni lazima kila eneo la maisha yako uwe na lengo maalumu ambalo halina shaka kabisa. Hivyo basi, angalia kila eneo la maisha yako: familia, kifedha, elimu, taaluma na kadhalika. Kila eneo la maisha yako weka lengo mahususi. Usiwe mtu ambaye anasema mambo kwa ujumla wake kama vile nataka kufanikiwa. Hapana, sema unataka kufanikiwa katika kiwango gani. Ili kujua hili, hebu jiulize, hivi lengo langu linapimika? Kama halipimiki, basi ujue bado lengo lako halina sifa ya kuitwa lengo. Jambo la pili, andika malengo yako mahali. Kila lengo ulilonalo ni muhimu liwe katika maandishi. Unapoliandika lengo lako, liandike kwa namna ambayo mtu yeyote akisoma basi hata kuwa na maswali juu ya kuelewa unachokitaka. Kwa maneno mengine, kama ninao uwezo wa kutekelezea kile unachotaka, basi nikisoma malengo yako niwe na uwezo wa kufanya unachotaka bila kuwa na haja ya kuomba ufafanuzi kutoka kwako. Kila lengo ulioloweka hapo juu, hakikisha kuwa umeliwekea muda maalumu wa kulitekeleza. Mara nyingi unahitaji kuligawa kila lengo katika vipande vidogo vidogo. Kama vile Henry Ford alivyosema, kila kisichowezekana huwa kinawezekana kama ukikigawa katika vipande vidogo vidogo. Jitahidi kwa kila lengo ulilonalo ili uweze kulifikia. Kila siku huwa unafanya kitu ambacho kinachangia kwenye lengo hilo. Hivyo basi, kwa kila lengo mahususi ulilonalo, weka muda maalum wa kulitimiza na kisha jiulize, ili nilitimize natakiwa nifanye nini kila siku? Jambo lingine la 3 la kufanya ni pata muda wa kujenga picha ndani yako. Kila mara pata muda wa kujenga picha ndani ya akili yako na ndani ya moyo wako kwa kile kitu ambacho unataka kukifanikisha katika maisha yako. Pata muda kila wakati wa kujenga picha ya ndani kuhusiana na kule unakotaka kwenda. Ukiweza kufanya hivi kila wakati, unaujenga uwezo wa ubongo wako kuziona fursa na kuwa na ubunifu wa kupata mambo ambacho unayakosa. Usikubali mambo magumu ya sasa yanayokuzunguka ya kufanye ushindwe kuona kesho yako nzuri zaidi. Ukweli ni kuwa kila ambaye anapoteza nguvu na uwezo wa kuwa na picha ya ndani nzuri ya kesho yake huwa anashindwa kutimiza malengo yake. Jambo lingine, jiulize unahitaji maarifa gani kutimiza malengo yako. Ili uweze kufanya kile ambacho hujawahi kufanya, basi ni lazima uwe vile ambavyo hujawahi kuwa. Hivyo ukishaweka malengo yako, hebu jiulize, hivi natakiwa niwe na maarifa gani ili niweze kufanikiwa katika haya ninayotaka kuyafanya? Wakati mwingine utagundua unahitaji kusoma kitabu fulani au kuhudhuria mafunzo fulani ama kumtafuta mtu fulani aweze kukusaidia maarifa fulani. Kumbuka, sababu mojawapo ya kufeli katika kutimiza malengo yako ni kujaribu kutumia maarifa yaliyopitwa na wakati kutatua changamoto inayokukabili kwa sasa. Jambo la 5, amua kuwa ni lazima ushinde. Hakuna kitu muhimu katika kuwezesha kufanikiwa malengo yako kama kufanya maamuzi tangu mwanzoni kabisa kwa ni lazima ufanikiwe katika malengo yako. Ni ukweli usiopingika kuwa kwa kila lengo ulilonalo katika maisha yako ni lazima utakutana na vikwazo na hali ya kukatisha tamaa. Ili uwe mtu unayefanikiwa, ni lazima uamue kuwa kwa kila changamoto unayokutana nayo, basi utaamua kujifunza na sio kukata tamaa. Baada ya kuandika malengo yako mahususi, tafuta sehemu chini kabisa na uandike sentensi inaonyesha kuwa umefanya maamuzi ya kufanikiwa na hautakuwa tayari kukata tamaa kwa sababu yote ile. Kwa mfano, malengo haya ni muhimu sana kwangu na sitakubali kitu chochote kinikatishe tamaa katika kuyafikia. Hata ikitokea nimeshindwa mara kadhaa, nitainuka tena hadi niyatimize. Andika maneno yanayofanana na haya. Jambo la 6 na la mwisho ni kuamua kuhusu lengo kubwa kuliko yote. Baada ya kuwa na malengo yako yote ukiwa umeandika, ni wakati sasa kujiuliza, hivi katika malengo yote haya, lengo langu kubwa ni lipi? Kujua hilo ni rahisi sana. Chukua malengo yako na jiulize, hivi kama nikiambiwa kuchagua lengo moja tu,
utakusudia ambalo unatakiwa kulitimiza kwa haraka bila kufeli, je, ningechagua lengo gani? Hii inamaanisha lengo utakalochagua ndio kipaumbele chako, ambao ndio limebeba mafanikio mengine mengi. Hii huwa inaitwa lengo la upenyo au breakthrough goal. Hivyo basi, pitia malengo yako yote na ujiulize lengo kubwa hapa ni lipi. Ukishaligundua, unatakiwa kuanza na hilo kwa bidii kulifanikisha. Moja kati ya mambo ambayo kibinadamu tuko nayo, niko nayo na mtazamo pia nayo pale, ni kujilaumu. Yeah. Yaani unajisikia vibaya, mwaka wote umepita nimerudia mambo yale nini. Au baada ya muda mchache kidogo unajiona imeisha ile guilt haipo tena. Unajikuta yaani safari mimi nikipata tu hela, yaani naenda hadi benki na jamani, mimi ikiwezekana ni mwe mnanikata juu kwa juu kabisa ili tuize malengo. Lakini Jumatatu kutoka kazini nitaenda, Jumatatu napita. Jumanne ile guilt inaisha. Mwisho wa siku inapotea. Unarudi katika kwanza unaweza kujipambana sasa. Kwa mwanangu niko peke yangu. Bora kibao tu. Yes. Indicator ya mtu kujisikia vibaya, yaani mtu kujisikia vibaya. Guilt conscious. Ina mchango wote kwa mtu ambaye yuko serious kwenye kufanikiwa. Kwa sababu kuna wakati mwingine haujisikii vibaya kwa sababu ya ubaya, lakini unajisikia vibaya kwa sababu ulikuwa na uwezo kufanya na kulifanya lile jambo. Na unajikuta kwa nini sikulifanya wakati na nauka alifanya na nimemwona amepiga hatua. Siku hizi kuna watu ambao wanafanya mazoezi. Lakini wewe unataka kusema kidogo nimechelewa naona ngalale. Ukichukulia kile unaweza kufanya mazoezi muda huo na ameamka na afanya mazoezi. Wewe unachukulia hapo kisha siku unaona uzito uliokuwa nao umepitiliza, una dalili za pressure. Lakini sasa unakuja ungechukua tu kipindi kile. Hii ina mchango tu kwenye mtu kufanya maamuzi. Once you feel something tofauti kufanya maamuzi. Ina mchango sana. Na mtu mmoja anaitwa Mark Twain alisema kwamba miaka 20 baada ya leo utajilaumu zaidi kwa mambo ambayo hukuyafanya kuliko uliyoyafanya. Miaka 20 baada ya leo utajilaumu zaidi kwa mambo ambayo hukuyafanya na ulikuwa na uwezo wa kuyafanya kuliko yale uliyoyafanya. Na ndio majuto watu wengi, hata wazee wengi ukiwafuatilia. Wewe mtafute mtu mzima, mtu mzima sana, waambie bwana, kitu gani kama tungekurudisha kwenye ujana ungetamani? Hata kuambia makosa, most of the time atakwambia fursa ambazo alikuwa na uwezo kuzifanya lakini hakuzifanya. Na hii inasababishwa na nini? Kwa sababu kuna kitu kinaitwa the law of diminishing intent, kwamba kadiri unavyochelewa kulifanya jambo ndivyo hamasa ya kulifanya lile jambo inazidi kupungua. Na ndio maana ni muhimu sana kuamua unaposikia kitu kukifanyia kazi kwa haraka, kwa sababu kama nilivyokuambia, ubongo ni holela. Kwa hiyo usipoulazimisha kuruka kwenye kufanya jambo fulani, wenyewe utarudi kwenye ile state of ease ambayo tumeizoea. Kuna mtu mmoja alisemaga hivi, 20 minutes of doing something is better than 20 hours of thinking of doing something. Dakika 20 za kufanya jambo ni bora na muhimu zaidi kuliko masaa 20 ya kufikiria kufanya jambo. Sasa nitakueleza kwa nini watu hawapendi kufanya hiyo, kwa nini wanaahirisha. Kwa sababu kwanza swala la kuahirisha, mimi nimeandika kitabu cha Kuishinda Tabia ya Kugairisha Mambo. Profesa Joseph Ferrari anasema 98% ya watu duniani ni wagairishaji waliokubuhu, chronic procrastinators, watu ambao wamezoea kugairisha mambo. Kwa nini tunagairisha na inakuwa ni kama rahisi? Kwa sababu kuna raha kwenye kufanya mambo mepesi kuliko kufanya mambo magumu. Sasa watu wanaahirisha, kuna sababu. Moja, kuna watu wanaogopa kufeli. Sio kwamba hawajui kitu anachopaswa kufanya. Anachoogopa ni kufanya kufeli. Nikifanya nikafeli, itakuwaje? Elimu ya darasani, nikifeli sina akili. Ndio maana tunawazomeaga, amefeli yule. Elimu ya mtaani, aliyefeli amelipa ada, ametangulia kulipa, yani ndio ada yake ameilipa ili kesho afaulu vizuri. Ndio maana huku Steve Jobs alisema fail early and fail fast. Feli mapema na ufeli haraka. Kwa nini? Kwa sababu kila unapofeli unapata njia mpya ya kukusaidia kufanikiwa. Ndio ile theory watu wengi wanasemaga, mbona wengi waliofanikiwa kufanya mambo makubwa duniani walifeli darasani? Ni kwa sababu mfumo wa darasani ulishindwa kuelewa.
wao sio wakufeli, mfumo ndio ulifeli kuelewa wao kwamba wao wana kitu cha tofauti ambacho mfumo umeshindwa kuwapima nacho. Yeah. Kwa hiyo watu wengi wanaogopa kufeli. Sasa usijiulize nikifeli itakuwaje. Kwa nini usijiulize nikifaulu itakuwaje? Ndio maana mtu ukiwa na automatic door, mlango ule wa automatic, mtu mwingine kwamba pita pale akamwambia mlango umefungwa. Lakini ukisogelea si mlango unafungukaga. Sasa ndio hivyo kwenye maisha. Kwa kuna watu wanaogopa kufeli. Lakini cha pili, kuna watu ni perfectionist. Wanataka kufanya mambo kwenye ubora uliopindukia. Profesa mmoja anaitwa Simon Sherry wa Dalhousie University ya Canada alifanya utafiti akagundua mmoja wa watu ambao wanachelewa kufanikiwa ni perfectionist. Watu wanataka kufanya vitu kwa ubora uliopindukia, yani hataki kukosea hata kidogo. Na hapa kuna aina mbili. Kuna wale ambao perfectionist wamejiwekea standard zao, tunasema striving perfectionist, kwamba mimi sifanyi kitu chini ya standard. Nikifungua duka lazima liwe na carpet, lazima liwe na AC, lazima na nini. Sasa hiyo ina uzuri kama una rasilimali. Kama una rasilimali unachelewa. Bora tuanze. Alafu kuna wale perfectionist ambao ni waoga wa kufeli. Yaani wenyewe wanasema ngoma hii nikianzisha hivi vipi mtaji ukizama? Kwa ili usizame lazima nijifunze nifanye nini, yani kwa anachelewa kuanza kwa ajili hiyo. Kwa watu wengi wanaogopa kuanza kwa sababu hiyo. Kwa hiyo watu wengi unakuta ile law of diminishing returns. Sasa unapochelewa zaidi kuanza ndivyo hamu ya kuanza inapopotea. Alafu baadaye ile guilt conscious inakufa. Kwa sababu conscious ni kitu hai. Kinaweza kikawepo na kinaweza kikapotea. Ndio maana mtu anayemuua mtu kwa kumchoma hivi kitu, unaona hata mwizi akipigwa unaweza kujisikia vibaya, mwili unasisimka. Lakini kuna mwingine ndio anaenda kutafuta tofali ile uzito. Sasa usifikiri kile kitu alianza siku moja. Kuna kitu kilianza kutokea taratibu. Siku ya kwanza hivyo amempiga mtu ngumi, akatoka damu, hauogopi. Siku nyingine kamchana na kiwembe. Siku nyingine kamchoma na kisu. Mpaka anafika sema anaona ni kitu cha kawaida. Wewe conscious yako bado iko hai. Unaogopa vile vitu. Kwa hiyo hata kwenye vitu vya kawaida ni the same, kwamba mwanzo utajisikia guilty kwamba kwa nini nimelala, unajilaumu. Kesho lazima niamke. Kesho unachelewa, unaamka lakini umechelewa kidogo. Kesho kutwa ngoja kwanza nitulie. Mwisho ile kitu inakufa. Kwa hiyo tunasema ukiona kuna kitu unapaswa kwanza ukifanya, anza ukifanya haraka. Ukianza ukifanya haraka, ukipata matokeo hata kama ni madogo, yanakupa hamasa. Ile hamasa unajiona ni mshindi. Ukijiona mshindi unataka kuendelea kuwa mshindi. Ndio maana watu wanaosema kwa mfano wanaanza kukimbia. Mtu anaanza kilomita 2, nusu kilomita, kilomita 3, kilomita 5, shanga mtu anaenda kukimbia marathon kilomita 21. Kwa nini? Kuna ile hamu ya kujiona umeshinda jambo fulani. Kwa hiyo anza kidogo afu endelea. Henry Ford alisema kwamba unaweza kumla tembo na ukammaliza kama utamkata vipande vipande. Usijaribu kummeza. Nitajuaje kama malengo yangu yatafanikiwa? Natumia vigezo gani kupima, kuangalia kama malengo yangu yatafanikiwa? Hili ni swali la muhimu sana, kwa sababu unaweza ukawa na malengo alafu ukakuta yanachelewa kufanikiwa, kumbe hujaweka katika kipimo kinachotakiwa ili kujua kama yatafanikiwa ama la. Kuna vitu vinne unaweza ukavitumia, tunaziita factors. Factor 4 zikikamilika hizo katika malengo yako, basi uwezekano wa malengo yako kufanikiwa ni mkubwa sana. Cha kwanza kabisa tunaita ownership factor. Ownership factor maana yake, je, malengo hayo unayamiliki? Ni malengo yako au ni malengo tu umepewa na mtu? Nikisema hivyo unaweza ukashangaa ukasema hivi mtu anaweza akapewa malengo na mtu. Ni kweli, mtu anaweza akapewa malengo na mtu. Kuna watu ambao wanaishi ndoto za wazazi wao. Kuna watu wanaishi ndoto za wenzi wao. Ukweli wanachokifanya sicho wanachokipenda, ni kwa sababu tu mwenzi wake amemlazimisha kufanya hivyo, au mazingira yamemlazimisha kufanya hivyo, au kozi aliyosomea shule imemlazimisha kusema hivyo, kufanya hivyo. Ina maana kwamba mtu anaweza kuwa na maono ambayo sio ya kwake. Na ukiwa na maono ambayo sio ya kwako, uwezekano wa kufanikiwa ni mdogo sana. Kwa hiyo la kwanza ni kwamba hivi hayo maono ulionayo ni ya kwako au ni maono ambayo yametokana na mazingira yamekulazimisha, au mwenzi wako amekulazimisha, au kozi uliyosoma amekulazimisha, au pengine hata marafiki tu ndio wamekulazimisha uwe hivyo na uishi katika maono, lakini ndani kabisa unajua kabisa, una feel kabisa kwamba kwa kweli haya sio maono yangu. Ukiona ndani yako una feel sio maono yako, ni maono yaliyotokana na nje, uwezekano wa kufanikiwa hayo malengo ni mdogo sana. Cha pili ambacho nakiangalia tunaita risk factor. Risk factor ni utayari wako wa kutake risk, ni utayari wako wa kujihatarisha kwa ajili ya malengo yako. Uko tayari kupoteza namna gani ili malengo yako yafanikiwe?
uko tayari kujihatarisha kwa namna gani ili malengo yako yafanikiwe? Ndio maana kuna watu wengine wanasema mimi naogopa bwana brother, unajua ngoja kwanza naomba unishauri, nataka kufanya lakini naogopa. Tafsiri yake wewe bado uko tayari kufanikiwa kwenye malengo. Ukiona unaogopa kutimiza malengo yako, ukiona unaogopa kuyafanya malengo yako, maana risk factor imeondoka. Na kama hauko tayari kujihatarisha, uwezekano wa kufanikiwa basi ni mdogo sana kwenye malengo ulionayo. Cha tatu tunaita shame factor. Uko tayari kuchekwa, uko tayari kukaa katika aibu. Kuna malengo, kuna hatua ukifika kwenye maisha yako, katika zile hatua za kutimiza malengo, kuna hatua utachekwa tu. Utaonekana kama umechanganyikiwa, utaonekana unafanya kitu ambacho hakina maana, utaonekana kama vile unajidhalilisha, lakini wewe unajua malengo na unajua kitu unachokitafuta. Je, uko tayari kuchekwa? Uko tayari kudharauliwa? Kwa sababu mwanzoni unapoanza kwenye malengo mengi, watu watakucheka, wengine watakudharau, wengine watakutenga, lakini mwisho wa siku watakushangilia. Ukiona utaki na unaogopa kuchekwa kwa sababu ya malengo yako, mwingine anaogopa kuchekwa, akianza chini anaogopa atachekwa, akianzia kidogo anaogopa atachekwa. Ukiona hiyo hali na kusumbua, kufanikiwa kwenye hayo malengo ni ngumu sana. Lazima uikabili ile shame factor. Na mwisho tunaita isolation factor. Uko tayari kusimama peke yako? Malengo ni ya kwako, sio ya mtu mwingine. Uko tayari kusimama peke yako? Hivi watu wote wakisema wanakuacha na hayo malengo yako, utakuwa na ujasiri wa kuyapigania? Au wewe unapigania malengo yako kwa sababu kuna watu wanakusupport au kuna watu wako pamoja? Ndio maana wale watu unakuta wanasema unajua mimi bana siwezi kufanya kwa sababu hakuna mtu ananisupport. Ni ngumu kufanikiwa kwenye hayo malengo. Malengo yote ambayo unafanikiwa, isolation factor lazima iwepo, kwamba lazima uwe tayari kusimama peke yako. Ije mvua, ije jua, unasema mimi niko tayari kuendelea kupambania ndoto yangu, watanikuta mbele ya safari. Ukifanya namna hiyo, ukiwa hivyo tayari namna hiyo, uwezekano wa kufanikiwa malengo yako ni mkubwa sana. Moja ya kitu muhimu sana ni kuwa na malengo katika maisha. Kama hauna malengo, huwezi kujua unaelekea wapi na hutajua kama umefika ambako unaelekea. In fact, takwimu zinaonyesha kwamba ni 3% tu ya watu duniani wana malengo na mipango inayohusiana na maisha yao. Wengine waliobakia wanaishi kama vile kwa kubahatisha. Maisha yanaongozwa kwa kanuni, na kanuni mojawapo muhimu ni kanuni ya kichocheo na matokeo, the law of cause and effect, ambayo inasema chochote unachokiona kwenye maisha yako, maisha ya mtu mwingine, inamaanisha kulikuwa kuna sababu iliyochangia kitu hiko kiweze kutokea. Nawe pia kama kuna matokeo aina fulani ambayo unatamani kufanikiwa kwenye taaluma yako, unatamani kufanikiwa kwenye biashara, unatamani kufanikiwa kwenye kazi unafanya, inamaanisha lazima ujue namna gani unaweza ukachochea hicho kitu, ufanye kitu fulani ili uweze kupata. Na moja ya kanuni ambayo niliwahi kuisoma ambao watu wengi waliofanikiwa wameitumia ni kuwa na malengo thabiti kwenye maisha yao. Watu waliofanikiwa wanajikita katika kujua wanataka nini na watakipataje wanachokitaka, na wanatengeneza nidhamu ya namna ya kukipata kitu wanachokitaka. Mtu yote ambaye ana malengo na anakuwa na mipango thabiti ya kutekeleza malengo yake, ana uwezo wa kufanikiwa mara 10 zaidi kuliko mtu ambaye hana malengo kabisa. Ndio maana ni muhimu sana wewe kujitengenezea malengo yako. Sasa unapokuwa na malengo, unayagawa. Sasa uko na malengo ya muda mfupi, malengo ya kati na malengo ya muda mrefu. Na leo kwenye darasa hili ningependa ujifunze zaidi kuhusiana na malengo, angalau maeneo ambayo unatakiwa kuweka malengo at least kwa miaka 5. Yako maeneo takriban 9 ambayo unatakiwa uyaangalie na kuyawekea malengo kwa miaka yako 5. Kwa kuna kitu tunakiita life will balance. Linaonyesha namna gani maisha yako yako balance katika maeneo mbalimbali ya maisha yako. Na nitakutajia maeneo hayo. Eneo la kwanza ni eneo la business au career. Eneo ambalo wewe unataka kukua either kibiashara au kitaaluma. Kwa lazima ujue miaka 5 baada ya leo katika hilo eneo unataka kuwa umefikia kiwango gani. Eneo la pili ni eneo la pesa, finance na money. Lazima ujue kwamba sasa hivi unaingiza pesa kiasi gani, miaka 5 ijayo unataka uwe unaingiza pesa kiasi gani, na utafanya nini pengine ili uongeze hicho kiwango cha pesa. Au leo una madeni, utafanyaje kupunguza hayo madeni kwenye maisha yako. Eneo lingine ni afya yako. Leo ni kijana bado au ni mtu mzima tayari, unatunza vipi afya yako? Unahakikishaje kwamba utakuwa na changamoto zinazotokana na lifestyle yako mwenyewe? Unatunzaje afya yako? Ishu za mazoezi, ishu za diet na mambo yanayofanana nayo, mapumziko, vitu vinavyofanana hivyo. Kingine ni friends and family. Moja ya regret ambayo watu wengi wanaonekana wanayo wanapokaribia kufariki ni kwamba wanajutia kuwa na muda mzuri wa kutumia na watu waliowapenda. Na nesi mmoja wa Australia, Bronnie Ware, ameandika kitabu chake kinachoitwa The 5 Regrets of the Dying, majuto 5 ya watu wanaokufa. Na mojawapo ni kwamba sikutumia muda mzuri na watu niliowapenda.
nilikuwa busy sana na mambo mengi ambayo nilikuwa nayafanya kwenye maisha yangu. Kwa lazima uwe na mpango wa namna gani unaboresha mahusiano yako na watu muhimu, ku create time for them, kuinvest kwenye maisha yao, kuonekana kwenye vitu vinavyowahusu. Nyingine ni love and romance, namna gani unachochea upendo kwa watu wako wa karibu, hasa mwenzi wako kama unaye au mpenzi wako kama unaye. Katika ulimwengu uliojaa mambo mengi sana, ni lazima kuona namna ambavyo unawekeza katika kufanya upendo uendelee kuwa wa moto na uendelee kudumu kila siku. Eneo lingine ni personal development. Thamani yako inatokana zaidi na uwezo wako wa ufahamu, akili na ujuzi ambao nao. Wanasema angalau kila siku kwenye maisha yako tumia at least dakika 20 mpaka 30, ila ukiweza lisali moja kila siku litumie katika kujiendeleza, kujifunza kitu kipya, kusoma jambo jipya, kusikiliza kitu kipya, kama unavyofanya ulipojiunga na kozi. Unaongeza maarifa yako, na mara nyingi ongeza maarifa katika eneo ambalo unaona ni la muhimu zaidi, ambalo ukiongeza maarifa yako itakusaidia kupata matokeo makubwa zaidi. Eneo lingine ni fun and relaxation. Wewe ni mwanadamu, unahitaji mapumziko. Huwezi kufanya kazi zako tu kama vile mtu ambaye hauhitaji kupumzika. Hata gari likitembea, wewe unapata muda wa kupumzika na kwenda garage. Kwa usisahau kwamba una mwili mmoja tu, na mwili huo ukichoka ukashindwa kufanya kazi, maana na wewe una nafasi ya kuendelea kuwepo hapa duniani. Kwa ni vizuri kujua unavyoweza kutunza mwili wako, kutunza kwa mapumziko, kutunza kwa kupata break, kuwa na likizo ambayo ni likizo hasa, sio likizo kwenda kufanya kazi. Unachotaka kujua ni kwamba kadiri mwili wako unavyoendelea kukua, ndivyo ambavyo unahitaji recovery time ya kuweza kujitosheleza. Na la mwisho, ingawa sio mwisho kwa umuhimu, ni kitu tunachokiita spiritual growth. Wewe ni roho, unaishi katika mwili na ambaye una nafsi. Roho yako ndio inabeba maisha yako hapa duniani. Ndio maana mtu akifariki huwa tunasema mwili wa marehemu. Maana yake marehemu mwenyewe hayuko pale. Sasa yule marehemu mwenyewe ambaye hayuko pale, tunasema mwili wa marehemu utasafirishwa, mwili wa marehemu utapelekwa. Maana yake yule marehemu hayupo. Sasa yule marehemu ndio roho yako. Kinga ya kukabiliana na changamoto kwenye maisha inategemea uwekezaji mzuri ulioweka kwenye roho yako. Uwe mtu ambaye unafanya devotion, uwe mtu ambaye unafanya maombi, uwe mtu ambaye una connect na Mungu wako kwa kuhudhuria katika nyumba za ibada, uwe mtu ambaye unauisha nafsi yako na unauisha ile tunaita conscience, dhamira yako isife, ili uwe mtu ambaye unaweza kuendelea kutenda mema duniani. So ukiangalia katika hiyo life will balance, unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kutafuta kitu kinaitwa your current status, hali yako ya sasa hivi. Ukiangalia vizuri utaona kwenye kila kipengele, kwa mfano kwenye pesa, kwenye afya, utaona kuna namba inaanzia kule juu 10 inashuka chini mpaka 0. Kwa hiyo na 10, 9, 8, kila mstari hapo unaopita unaozunguka unawakilisha namba moja, na mpaka pale katikati inawakilisha 0, alafu inaanza 1, 2, 3. Kwa unachotakiwa kufanya ni kujitafakari, kujiuliza kwamba hivi mimi sasa hivi kwenye eneo langu la afya ninaona niko asilimia ngapi? Kati ya 0 mpaka 10 nikiambiwa nijirank, nikiambiwa nijipe namba, afya yangu naionaje? Utaweka pale labda ni 5. Kwenye fedha vipi? Nina madeni, ninaishi kwa kufurahia, kipato kinatosha? Unasema hapana, mimi kwenye fedha hali yangu ni mbaya sana, nafikiri mimi ni 2. Kwa hiyo utaweka pale mstari 2. Utafanya hivyo kwenye kila eneo. Ukishamaliza utaunganisha hiyo mistari, utapata kitu kinaitwa life will balance, kama ambavyo unaiona hapo kwenye screen. Life will balance kama nilivyojaribu kufanya hapo. Sasa ukiangalia hiyo tairi haliwezi kutembea. Ukijaribu kuliendesha, hebu ashumu hilo tairi, uwe na matairi 4 kama hayo, ndio umeyaweka kwenye gari yako, ndio unatembea sasa kwenye maisha yako, utagundua kwamba hauwezi kutembea. Kwa maana yake nini? Kuna maeneo ambayo unatakiwa uimprove, na nachokushauri ni kwamba eneo lolote ambalo umeona umepata chini ya 5, jaribu kuona namna ambavyo unaweza kuboresha ili uliongeze zaidi. Fanya zoezi hili na wewe binafsi ili zikusaidie ujue uko wapi, ili ujue unatakiwa kwenda wapi. Nikakumbusha kwamba katika kuelekea kujipackage kwa success yako, lazima ujue unatafuta nini. Have your own personal definition of what is success. Uwe na tafsiri yako sahihi ya mafanikio ni nini, ili uiendee hiyo tafsiri, uishi hiyo tafsiri bila kuendeshwa na pressure za watu. Hakikisha umeweka malengo yako katika maeneo yote niliyozungumza, ikiwa ni sehemu ya muhimu sana kuelekea katika mafanikio yako. Ukishamaliza kufanya life will balance, kinachofuata chukua hayo maeneo niliyoyataja yaliyoko kwenye duara, kila moja andika angalau hata kitu kimoja. Kwa miaka 5 ijayo, kiafya unatakiwa uwaje, kifedha unataka uwaje, kiroho unataka uwaje, kimahusiano hakikisha
una picha inayokuonyesha. Hii ni muhimu sana kwa sababu unatengeneza kitu kinaitwa RAS effect, Reticular Activating System, ambao ni chujio katika ubongo wako linaloeleza kwamba sio kila taarifa inayokuja kwako unaweza kuiweka. Unaziweka zile taarifa tu ambazo ni za muhimu. Ndio maana leo ukiweka lengo la kununua aina fulani ya gari, utaanza kuliona la gari kila mahali linapita. Ukiwa na aina fulani ya simu umenunua, utaanza kuona kila mahali ukienda kama watu wana hiyo simu. Kwa nini? Si kwamba hazikuwepo, si kwamba gari haikuwepo, ni kwa sababu umeuambia ubongo wako kwamba taarifa yoyote ile inayohusiana na jambo hilo unatakiwa kuiona. Kuna wewe ukishaweka malengo yako ya miaka 5 kwenye kila eneo la maisha yako, inamaanisha utaanza kuona fursa, connection na mambo mbalimbali yanayokusaidia kukamilisha malengo yako. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.